Taasisi hii ilianza mwaka 2003 kama Arusha Gemstone Carving Center, na baadaye mwaka 2013 ilibadilishwa baada ya mabadiliko ya sheria na sera, ikaundwa taasisi inayoitwa TGC, Tanzania Gemological Center, kwa maana ya taasisi ya gemolojia Tanzania. Madini Dial, TGC, nembo ya kuongeza thamani, kujenga ujuzi na kuitangaza Tanzania duniani. Safari ya madini ya vito kutoka ardhi adimu ya Tanzania hadi soko la dunia. Katika dunia ya leo, thamani ya madini haitokani tena na kile kilichopo ardhini pekee, bali na maarifa, ujuzi, sayansi na masoko yanayolizunguka. Hapa Tanzania kuna taasisi moja iliyochukua jukumu hilo kikamilifu, taasisi inayounganisha elimu, sayansi, biashara na uchumi. Hii ni Tanzania Gemological Center, yani TGC, maarufu kama Kituo cha Gemolojia Tanzania. Hii ni simulizi ya jinsi Tanzania inavyohama kutoka kuuza madini ghafi hadi kuuza thamani, ujuzi na ubora wa kimataifa. Usijiulize TGC ni nini na kwa nini ilianzishwa. Tanzania Gemological Center ni taasisi ya serikali iliyopo chini ya Wizara ya Madini. Ilianzishwa kujibu changamoto ya muda mrefu iliyoikumba sekta ya madini ya vito: kuuza madini ghafi bila kuyaongezea thamani. Kupitia TGC, Tanzania inalenga kubakiza thamani ya madini yake ndani ya nchi, kujenga wataalamu wazawa na kuimarisha ushindani katika soko la dunia. Kwanza kikubwa katika zoezi hili la kuongeza thamani madini, unahitaji ujuzi, unahitaji utaalamu. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo tunapambana nalo ni kuwajengea watu wetu uwezo. Na katika hatua hii utakumbuka kwamba kwenye upande wa madini ya vito unafahamu kwamba tuna chuo chetu cha TGC au ambacho ni kituo cha kufundisha shughuli za uongezaji thamani katika madini ya vito. Hiki kituo kiko kule Arusha, Tanzania Gemological Center. Na hiki kituo kinapokea wanafunzi na kuwajengea Watanzania uwezo wa kutumia zana na vifaa mbalimbali vya kuongeza thamani madini. Lakini pia tunarahisisha kupitia vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi watu kuleta vifaa na teknolojia ya kisasa ya kuja kuongeza thamani madini nchini. Kwa hiyo hiyo nayo ni eneo ambalo utakuwa unafahamu kwamba kuna maeneo au park, viwanja vimetengwa kwa ajili ya kujenga viwanda vya kuongeza thamani madini, lakini kuna maeneo tumeweka miundombinu ili watu waje waanzishe viwanda mbalimbali vikiwemo viwanda vya kuongeza thamani madini. Na kwenye hivyo hizi park au special economic zones tunaweka vivutio vya kikodi na vivutio vya kimiundombinu, maana ya umeme, kwa maana ya maji, kwa maana ya kila kitu, ili kurahisisha. TGC ilianzishwa ili kujenga wataalamu, kuimarisha soko na kuhakikisha madini yetu yanauzwa yakiwa na thamani kamili. Hapa ndipo msingi wa uchumi wa madini unaotegemea maarifa unaanza kujengwa. Elimu na ujuzi, moyo wa TGC. Moyo wa TGC ni sehemu ya gemolojia. Hapa vijana wa Kitanzania wanajifunza kutambua madini ya vito, kuyapima,
kuyachakata na kuyaongezea thamani kwa viwango vinavyotambulika kimataifa. Hawa si wanafunzi wa kawaida, ni wataalamu wa leo na kesho wanaobobea mustakabali wa sekta ya madini ya vito nchini. Kupitia elimu hii, rasilimali ya ardhi inageuka kuwa mtaji wa maarifa, sayansi na uthaminishaji, msingi wa uaminifu. Katika biashara ya madini ya vito, uaminifu ni kila kitu, na uaminifu huo hujengwa na sayansi. Kupitia maabara zake za kisasa, TGC hutoa huduma za uthaminishaji, utambuzi wa madini na uthibitisho wa ubora, pamoja na mafunzo ya kitaalamu ya hayo yote. TGC kama taasisi ya Jiolojia Tanzania, majukumu yake, jukumu mama kabisa ni kutoa mafunzo ya uongezaji thamani madini, hasa madini ya vito na metali hapa nchini Tanzania. Na mafunzo tunayotoa yapo mafunzo ya muda mrefu na yapo mafunzo ya muda mfupi. Mafunzo ya muda mrefu tunatoa kozi za gemolojia, lakini tunatoa mambo ya ukataji na ung'arishaji wa mawe kwa maana ya lapidary, lakini pia tunatoa mafunzo ya usonara kwa maana ya jewelry design and manufacturing. Lakini pia tunatoa mafunzo ya muda mfupi ambayo inaanzia mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu mpaka miezi 6. Lakini pia huwa tuna crushing programs ambazo kuna baadhi ya wadau kwenye taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi za serikali za ndani pamoja na nje ya nchi, huwa wanaomba program mbalimbali ambazo tunaziandaa kwa muda wa miezi miwili, miezi mitatu, kuweza kuwapa elimu mbalimbali zinazohusiana na madini ya vito. Lakini jukumu lingine la taasisi yetu, tunafanya utambuzi wa madini ya vito kwa maana ya gemology, tunatoa gem certification. Na hii tunatoa kwa wadau wote wakiwemo wachimbaji pamoja na watu mbalimbali wanaotaka kutambua madini ya vito. Kwa hiyo tuna maabara yetu hapa ambayo inafanya kazi ya kuweza kutambua madini ya vito mbalimbali. Na pia kazi nyingine tunayofanya ni kufanya masuala ya utafiti wa mambo ya madini ya vito, yani research and development. Hizo pia tunazifanya kwa maana madini yetu, bahati nzuri nchi yetu ya Tanzania imebarikiwa kuwa na madini mengi ya vito, na tunaamini yapo madini mengine ya vito ambayo mpaka leo bado hayajaweza kutambulika. Kwa hiyo taasisi yetu ni miongoni mwa taasisi ambazo zinafanya kazi ya kutafiti haya madini ambayo yanavumbuliwa nchini Tanzania, na mengine yana properties ambazo ni so unique na yanafanya madini hayo kuwa na thamani kubwa zaidi. Tunafanya uzalishaji wa madini ya vito pamoja na bidhaa zinazotokana na madini ya vito, ikiwemo mambo ya bidhaa za urembo kwa maana ya jewelries, lakini pia vinyago kwa maana ya sculpture ambazo tunazitengeneza hapa. Lakini zoezi la uzalishaji wa bidhaa hizi ni advantage kwa maana ya faida kwa wanafunzi ambao tunawapa training hapa, kwa sababu wao tunawaingiza moja kwa moja kwenye swala zima la kuzalisha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunawapitisha kwenye mafunzo ya vitendo, kuanzia wakati mwingine tunawapeleka migodini, wanaona jinsi gani madini yanachimbwa, lakini jinsi gani yale madini yanakuwa process, kwa maana tunawafundisha namna ya kuyakata, namna ya kuyapima, lakini pia namna ya kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na madini husika. Kwa hiyo kupitia zoezi hilo tunazalisha sasa bidhaa mbalimbali ambazo tunaziuza kwa wadau mbalimbali na Watanzania kwa ujumla. Lakini jambo lingine au jukumu lingine la taasisi yetu ni kuhamasisha shughuli za uongezaji thamani hapa nchini. Tunahamasisha vipi? Kwa sababu inaonekana bado ni sekta changa, ni bado sekta ambayo haijapewa mkazo
wa hali ya juu. Kwa hiyo serikali iliona umuhimu wa kuwa na taasisi hii kuweza kutoa elimu na awareness ya shughuli za uongezaji thamani. Uthaminishaji sahihi hulinda mchimbaji, mnunuzi na serikali. Hii ndiyo nguzo ya biashara endelevu na soko linaloaminika. TGC na masoko ya kimkakati. Maarifa bila soko hayatoshi. Ndiyo maana TGC imefungua maduka ya kimkakati katika maeneo yanayounganisha Tanzania na dunia, ambayo ni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA na kituo cha kimataifa cha mikutano Arusha AICC. Haya si maduka ya kawaida, ni majukwaa ya kimataifa ya simulizi ya Tanzania. Kituo cha Gemolojia kwa kuweka mikakati thabiti ya kujitangaza, lakini pia kuongeza fursa ya wanafunzi ambao tunawafundisha shughuli mbalimbali za uongezaji thamani. Ina maeneo yake ya kama display kwa maana ya kujitangaza. Tuna eneo letu ambalo duka letu lipo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA, lakini pia tuna duka letu lingine liko pale uwanja wa kimataifa wa mikutano AICC, na pia duka lingine lipo hapa kwetu hapa kwenye kituo chetu. Haya maduka yana umuhimu gani? Kwanza ni kukitangaza kituo chenyewe cha Gemolojia Tanzania, lakini la pili ni fursa ya vijana wetu ambao tunawafundisha hapa, pia baada ya kuwa wameweza kutengeneza, lakini pia sasa waone duniani huko biashara inafanyikaje. Kwa hiyo mtu anapomaliza kozi yake hapa tayari ameshapata kuweza kujua shughuli zote mpaka namna gani ambavyo anaweza kufanya biashara, kwa sababu pia tuna kozi ambazo tunafundisha hapa za namna ya kumarket bidhaa zetu za vito. Lakini jambo lingine ambalo kubwa ambalo ni muhimu kwa haya maduka yetu ni sehemu ya utalii wa bidhaa zetu hasa za Tanzania, kwa sababu maduka yetu yanatembelewa na watalii wengi. Kwa hiyo ni fursa ya kuitangaza nchi kimataifa, kwa maana ya kujua kwamba zipo bidhaa ambazo zinaweza kutengenezwa Tanzania ambazo ni bidhaa za vitu, na hiyo inasaidia kuitangaza nchi na kuongeza fursa ya utalii hapa nchini. Haya maduka ni daraja kati ya Tanzania na dunia. Kwa majina anaitwa Damas, natokea kituo cha Gemolojia ya Tanzania. Ni mfanyakazi niliyopo katika duka lililopo uwanja wa Kilimanjaro wa KIA. Ya majukumu ambayo tunafanya uuzaji wa madini vito pamoja na vinyago vinavyopatikana hapa nchini, na dhumuni kubwa likiwa ni kutangaza kituo cha Gemolojia Tanzania pamoja na kutangaza madini tunayopata yapatikanayo hapa nchini Tanzania. Mwenendo wa biashara katika duka letu la TGC lililopo uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro ni mzuri, kwa sababu tunapata wateja wengi ambao wanapita na kutembelea duka letu kwa ajili ya kujifunza pamoja na kununua bidhaa za madini vito na usonara pamoja na vinyago vinavyopatikana hapa nchini Tanzania. Na tumekuwa tukipokea wageni wengi ambao wamekuwa wakihitaji bidhaa mbalimbali ambazo tuko nazo hapa dukani, na wengine wakitushauri kuhusu bidhaa kwa ujumla, nini tufanye, nini tuongeze na nini turekebishe. Wengi hununua kama kumbukumbu ya safari yao au zawadi yenye maana. Hapa mgeni hanunui jiwe, tunanunua hadithi, ubora na uhalisia wa Tanzania. Karibu ni kujuze TGC katika mnyororo wa thamani. TGC si kituo cha elimu pekee, ni kiungo muhimu katika mnyororo mzima wa thamani wa madini ya vito. Wachimbaji wanapata maarifa, wafanyabiashara wanapata uaminifu, serikali inapata mapato sahihi, na taifa linapata taswira chanya kimataifa. Hivi ndivyo thamani inavyobaki nchini.
nimefika hapa kwa lengo la kujifunza na ninasomea kozi 3 tofauti kutokana na code ya mwaka. Ninasomea usonara, lakini pia nasomea gemology, lakini pia nasomea lapidary. Lengo langu na dhima yangu ya kuja kusomea katika kituo hichi ni uongezaji wa thamani wa madini. Kama tunavyojua, uongezaji wa thamani ya madini ni mchakato wa kuongeza thamani ya madini ghafi na kuwa katika madini ambayo yenye thamani ya hali ya juu zaidi. Lengo ambalo linivutia mimi kuja kusoma katika kituo hichi ni kutokana na kwamba kuweza kuja kujiajiri maisha ya mbeleni, lakini pia kupata ajira. Lakini kama tunavyojua, uongezaji wa thamani wa madini una faida tofauti nyingi, kama vile uongezaji wa mapato katika taifa letu, lakini pia uundaji wa ajira kwa vijana. Na ninawashauri au kuwaasa vijana ambao wanatamani kuja kusoma katika kituo chetu cha Gemological Center kuwa hawajachelewa, bali wana nafasi, bali wana fursa kubwa ya kuja kupata mafunzo katika chuo chetu kwa njia ambayo pia itawafanya waweze kujiajiri, kupata ajira binafsi, lakini vile vile kama tunavyojua kwamba madini ni maisha na utajiri, hivyo inatusaidia kuondokana na umaskini au kupata ajira kama vile kwa kujiajiri. Lengo la kuja kusoma madini ni nataka kujua utajiri uliopo katika madini yetu na jinsi ya kuongeza thamani na kutengeneza utengenezaji wa vitu. Na ningependa kuwashawishi wenzangu pia walioko nje kwamba chuo hiki ni taasisi ambayo inaweza kukufanya wewe ukaja kuwa mtaalamu katika uboreshaji madini, utengenezaji wa vitu, kwa sababu katika chuo hiki kuna wakufunzi na walimu waliobobea ambao wanatutaka tuwe bora katika uthaminishaji wa madini na utengenezaji wa vitu. Tunawakaribisha wote katika chuo chetu mje kusoma na mje kujua utajiri uliopo kati ya madini yetu hapa Tanzania na kuongeza hali ya kiuchumi katika nchi yetu na duniani kote. Sekta ya madini ya vito sio wachimbaji pekee. Kupitia TGC, vijana na wanawake wanapata fursa katika ukataji wa vito, uthaminishaji, biashara na ubunifu wa mapambo. Hii ni sekta mpya, ni sekta ya ajira zitokanazo na maarifa na rasilimali. Huduma hizi tunapeleka kwenye maeneo ambayo pia madini mengi yanapatikana. Unajua kituo cha gemolojia kiliwekwa Arusha strategically kwa sababu mkoa wa Arusha ni miongoni mwa mikoa ambayo ina madini mengi ya vitu, lakini pia ni eneo la utalii. Lakini pia shughuli zinaongezeka na uwekezaji unabadilika. Kwa hiyo na sisi pia tumejipanga kuhakikisha kwamba tunafika kwenye maeneo yote ambayo yana madini ya vitu. Na uzuri ni kwamba nchi yetu ya Tanzania almost kila mkoa huwezi kukosa madini ya vitu. Yaani ukimention kila mkoa nitakueleza kuna aina gani ya madini ya vitu. Na hii ni dhahabu ambayo Watanzania wengi hatujaiona. Hayo ni mambo ambayo sisi tumeyafanyia tafiti. Kwa hiyo hatuwezi kuruhusu utajiri huu ukawa tunaupeleka nje ya nchi. Na ndio maana mkakati wetu kwanza ni kuhakikisha pia vijana wanahamasishwa kuweza kufanya shughuli hizi na kupata elimu ya haya madini. Kwa hiyo tutahakikisha kwa siku zijazo at least kila mkoa Tanzania Gemological Centers ipo, kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anaweza kupata fursa hii adimu ambayo inaweza kutatua tatizo kubwa la kipato na ajira hapa nchini. Sisi kama kituo cha gemolojia Tanzania, moja ya ndoto yetu kubwa ni kuwa kitovu cha madini ya vitu hapa Afrika. Tumefanya utafiti kwenye nchi hizi za Kiafrika. Hakuna nchi hata moja ambayo imeshafikia uwezo wa kituo chetu cha gemolojia. Na ndio maana mpango wetu saizi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa kitovu cha madini ya vitu hapa Afrika. Na ndio maana sasa hivi tunaboresha mifumo ya kidijitali. Tunapata wataalamu au wanafunzi kutoka nchi mbalimbali duniani. Wapo mpaka wa Marekani wanakuja kujifunza hapa. Tunapata wa Kongo, tunapata watu kutoka Kenya, tunapata watu kutoka Msumbiji na kadhalika. Lengo hasa ni kuhakikisha kwamba kituo chetu cha gemolojia Tanzania kinakuwa kituo cha madini ya vitu barani Afrika. Maono yetu ni kuona Tanzania inakuwa kitovu cha vito Afrika. Ushirikiano wa kimataifa na kiteknolojia kuhusiana na TGC. Katika dunia ya ushindani wa maarifa, ushirikiano ni nguvu. Kupitia makubaliano ya kimataifa kama yale kati ya TGC na Sunset Gem ya Thailand,
Tanzania inanufaika na uhamishaji wa teknolojia, utaalamu wa kisasa na viwango vya kimataifa. Hatua hizi zinaimarisha ubora wa mafunzo na nafasi ya Tanzania katika soko la dunia. Tanzania ina madini, lakini kupitia TGC, Tanzania inajenga thamani ya maarifa, thamani ya uaminifu, thamani ya uchumi endelevu. Hii ndiyo Tanzania mpya inayouza si rasilimali zake pekee, bali pia maarifa, ujuzi na ubora.